Tunaendelea kutoa onyo wa matukio ya namna hiyo, lakini lipo tukio la mauaji ambalo lilitokea. Mtakumbuka mtoto wa afisa elimu hapa manispaa aliuawa na akafukiwa nje ya nyumba fulani hapo. Watuhumiwa wote wale watano tuliokamata na kesi bado iko mahakamani, naamini haki itatendeka. Lakini mtakumbuka pia yupo mama mmoja iliripotiwa ametekwa, na yeye mwenyewe aliattempt kuita vyombo vya habari kuzungumzia utekaji wake, na alipelekwa mpaka kanisani kwake huko, akasimamishwa mbele, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na hao watekaji. Na mimi kwangu mimi mwenyewe pia aliletwa hapa kunieleza, nikaita kamati ya usalama, akakaa mbele ya kamati ya usalama ya mkoa kueleza jinsi alivyokuwa ametekwa. Alisema baada ya uchaguzi, siku moja baada ya uchaguzi, tarehe 30 baada ya uchaguzi mkuu, tarehe 30 asubuhi saa 3 alitekwa na watu wasiojulikana, yeye, mama na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3. Akaeleza alipelekwa kusikojulikana, akafungiwa ndani ya nyumba, na watekaji wakawa wanadai hela kwa mume wake, ambaye mume wake ni mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Sasa baada ya kupata tukio hilo, ilibidi kufanya uchunguzi wa kina, na alituambia mle ndani wapo waliotekwa wengi, akiwepo baba mmoja ambaye alikuwa ametekwa naye, akiwa naye mle ndani, walimuua akiwa anaangalia yeye, mama alikuwa anatueleza. Baada ya yule mama kukataa kutoa, yule baba kukataa kutoa hela na kukataa kutoa ushirikiano kwa watekaji, alitueleza kwamba aliuawa, alichomwa kisu kifuani, baadaye akamguza akaenda kuzika na kukujua. Sasa mnaweza mkaona tukio hilo si tukio dogo. Kasema sasa kama basi kuna matukio namna hii ni hali ya hatari. Kwa hiyo ilibidi tuweke intelijensia kali sana kufanya uchunguzi wa kina kabisa. Ile mama tukaje kukuta hakutekwa, aliamua kutumia njia hiyo kumlaghai mume wake kutoa hela, na alijipatia hela kwa njia ya namna hiyo. Lakini kwa sababu yeye alisema ametekwa, baada ya kuachiwa alienda kuripoti polisi utekaji wake, na akaja kuripoti mpaka kwangu, akaongea, nikaita kamati ya usalama, akaeleza jinsi alivyokuwa ametekwa na alipokuwa amepelekwa, akaeleza kanisani kwake jinsi alivyokuwa ametekwa. Kwa kweli ilibidi tuweke mguu chini kufuatilia jambo hilo, na hatimaye tukakuta alikuwa amesafiri, ameenda Urambo, na kwa sababu alitufanyia jambo ambalo si jema, na mimi nikasema hatuwezi kumnyamazia. Tukakuta alikuwa na bwana wake ambaye sio mume wake tena, bwana wake hakuwa mmoja, alikuwa watatu, ambao yeye alikuwa anajua namna anavyoshiriki nao. Katika kipindi chote hicho alichokuwa ameripoti ametekwa, alikuwa kwa waume zake hao watatu ambao amewapangia ratiba mmoja baada ya mwingine. Na mume wake baada ya kumkamata, na hao mabwana wake wote watatu tuliwakamata, na hao ambao waliattempt walisema kwamba aliokuwa amewaandaa kama ni watekaji tuliwakamata, wote waliokuwa katika mzunguko huo wote tuliwakamata, na tukamuonyesha mume wake mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kwamba hawa ndio wanaume wenzio waliokuwa wamemteka mkeo, na hela ulizokuwa unatoa walikuwa wanagawana hao wote wako mahakamani, kesi inaendelea, na naamini pia haki itatendeka. Lakini baba yule ni baba mwenye familia ya watoto 8. Nilimpa onyo akaya alinde na atunze familia yake, astaafu na mke wake huyu aliye naye na watoto wake, aache kukimbia na wahuni mtaani huku wanakuja kumfanyia vitendo hivi. Kwa hilo tulikomesha kwa namna hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa ametekwa kama ilivyokuwa imeripotiwa. Alijiteka na akawa kwa wanaume wake watatu. Alikuwa amewapa zamu, mmoja yupo Urambo, mwingine sijui yupo Kaliwa, mwingine sijui yupo hapa manispaa. Kwa hiyo yupo hapa anaripoti kwa mume wake, tuma hela, watekaji wanataka kunichinja. Kwa mume wake hao waume zake wenzie tulimuonyesha hapa, akawaona. Wote wapo polisi na kesi inaendelea. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi, bahati nzuri aliwaita nyie kuripoti utekaji wake. Kwa hiyo nimeona nitolee, kamanda wa polisi alitoa ufafanuzi, lakini nitoe ufafanuzi wa namna hiyo. Hakuna mwananchi aliyetekwa katika mkoa huu wa Tabora,
na hakuna atakayetekwa. Kwa kila mwananchi yuko salama. Vyombo vya ulinzi vina kazi ya kuwalinda na kuwapa uhakika wa kulala na kuamka wakiwa salama bila tishio la aina hiyo. Hayo ni baadhi ya matukio, lakini tukio lingine limetokea hivi majuzi, wiki mbili zilizopita. Kuna magari makubwa haya yanafanyaga biashara kutoka South Africa na kuchukua bidhaa kuleta hapa Tanzania. Hiyo gari imetokea Tunduma, ikapita Mpanda, inapita Tabora, inaenda Arusha, ikavamiwa hapo katikati kwenye mapori hapa ya kwetu hapa Tabora na wavamizi au watekaji wa magari ya usiku. Lakini askari wetu walipata taarifa tukio hilo saa 9 usiku, wakapambana na majambazi hao. Jambazi mmoja alipigwa risasi ya mguu ambaye tumemshikilia, yupo polisi, lakini yupo hospitali ya mkoa wa Kitete, lakini wengine 5 waliserwa wakakimbia. Gari hiyo ipo na bidhaa zote tuliziokoa, hakuna bidhaa hata moja ya mfanyabiashara yule ilipotea. Kwa hayo ni matukio ambayo nimeona niwaambie, ambayo ni matukio kidogo yalitutikisa kidogo, lakini sio tikisiko kubwa. Yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Tabora wanaendelea kubakia kuwa salama. Tishio la maandamano, hakuna maandamano, hakuna mtu aliyeattempt kuandamana katika mkoa huu. Sio tarehe 25 na sio 9 Disemba, sio tarehe 29 kipindi cha uchaguzi, na sio mwaka mpya, na siku zote hakuna mtu atakayeandamana katika mkoa huu, kwa sababu siamini kwamba zipo sababu zitakazompelekea mtu kwenda pale barabarani. Sisi vijana wote katika mkoa huu wamejiajiri katika kilimo na masuala mengine yapo ambayo yanawakeep busy na vitu vingi vya namna hiyo. Kwa hatuamini katika hilo, na ninachoendelea kuwasihi wananchi wa mkoa wa Tabora wafanye kazi. Hakuna kiongozi atakuja labda mimi Chacha hapa kuna watu nitawapelekea hela kuwawekea mifukoni mwao au kuwapelekea chakula ndani. Lazima ufanye kazi. Kwa mazingira ya kazi Tabora hapa yapo wazi. Nilikuwa nawaambieni tunavyo vyama vya ushirika 557 ambao wote wanajishughulisha na kilimo, na wote hao ni vijana. Humo ndani wanachama wa vyama hivyo ni zaidi ya 400,000 ambao wote kazi yetu kama serikali ni kuwekea mazingira mazuri ya utendaji kazi, kuhakikisha kwamba mbolea zipo, madawa yapo, masoko yapo ya kujitosheleza. Pamba kule Igunga inaenda vizuri na wamejiajiri watu vizuri. Serikali imepeleka trekta kule bure, imepeleka madawa kule bure, mbolea bure, na vitu vingine vingi bure, kwa maana njema tu kwamba kila anayejishughulisha na kilimo asipate tabu na asipate adha ya aina yoyote, kwamba akishavuna atapeleka wapi. Masoko, serikali imehakikisha masoko yapo. Kwa ndugu zangu, hayo ndio nilikuwa nataka kuambieni kwamba kwanza mkoa uko salama. Matukio yote na viashiria vyote vilikuwa vinajitokeza, hatukupata tukio lolote baya. Mkoa ulipita salama. Kila attempt ambayo tulikuwa tunaisikia mitandaoni na maeneo mengine, mkoa ulipita ukiwa salama. Sema kwamba tarehe 9 hakuna jambo ambalo lilijitokeza. Tarehe 25 hakuna kilichojitokeza, lakini niwape uhakika wananchi wa mkoa wa Tabora kwamba tarehe 1 itapita. Vyombo vya ulinzi vipo kazini kuhakikisha kwamba kila kitu kitapita kama kilivyopangwa bila adha wala taharuki aina yoyote.